majukumu yao ya kulinda mazingira, walifadhili mradi kwa ajili ya kufundisha watu kuhusu wanyama walio hatarini kutoweka duniani. Kwa hiyo kama sehemu mradi pia tunafanya kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Mkinga ambao tulizindua mwaka jana, na leo mwezi wa 6 tupo hapa Tawalani kama miongoni mwa vijiji ambao tunafanya kazi kati ya vijiji 5 vyote ambao tunafanyia kazi. Tunashukuru kwanza halmashauri ya wilaya ya Mkinga kwa kutupa fursa hii ya kushiriki mawazo yetu kwa wanajamii wa hapa, na tumekuwa nao tukishirikiana nao kuwapa mafunzo kuona namna ambavyo wao wanaweza kulinda viumbe walio hatarini kutoweka duniani kama kasa, nguva na pomboo. Kwa hiyo kama sehemu ya jukumu letu pia tumelifanya hivi leo na tumefanikiwa kugawa baadhi ya vifaa kwa ajili ya kusaidia, lakini pia tunaendelea kushirikiana na wanajamii kuhakikisha kwamba tunawatunza viumbe, kwa sababu elimu bado ni ndogo kwa baadhi ya ukanda na bado tunaendelea kutoa elimu. Tunaamini ipo siku tutafika sehemu ambayo sasa afya ya bahari inakuwa salama na wanajamii ikiwemo BMU wanalinda rasilimali za bahari. Lakini ufadhili huu kupitia bomba la mafuta unahakikisha kwamba rasilimali zinalindwa, lakini kwa wakati huo huo shughuli za jamii pia zinaendelea kufanyika. Awali ya yote napenda kuishukuru shirika la Seasons kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele kushirikiana nasi katika kutoa elimu. Sasa hili ni jukumu ambalo limeainishwa katika sera ya taifa ya uvuvi ya mwaka 2015. Linatoa nafasi kwa serikali kushirikiana na mashirika yasiyokuwa ya serikali katika kutusaidia, kwa sababu jukumu hili la kuhifadhi hawa viumbe ni jukumu ambalo ni la serikali. Sasa wadau wanapokuja na sera imewatambua, wanatusaidia katika utekelezaji au uhifadhi wa viumbe. Na tunapozungumzia uhifadhi tunaweza tukagawa katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni tafiti ambazo zinatoa taarifa ya hali halisi ya viumbe husika, lakini sehemu ya pili ni kutoa elimu kwa jamii au na wadau wote wanaohusika katika masuala ya uhifadhi, na sehemu ya 3 ni usimamizi au ufuatiliaji kwa ajili ya kufanya doria mbalimbali. Sasa wenzetu ambao ni mashirika yasiyokuwa ya serikali wenyewe wanatusaidia katika sehemu kuu 2. Sehemu ya tafiti wanakuja na taarifa, na sehemu ya pili wanakuja kutusaidia kutoa elimu kwa jamii, ambayo leo siku ya leo tarehe 20 mwezi wa 6 elimu hii imetolewa na Seasons katika kijiji cha Tawalani, ambapo pamoja na kutoa elimu pia, lakini wenzetu pia wametusaidia kugawa baadhi ya vifaa ambavyo vitahakikisha kwamba vinawasaidia wanajamii katika kikundi cha BMU wakati wanafanya shughuli za ufuatiliaji wa mazingira halisi hawa kasa pamoja na doria mbalimbali. Baada ya kumaliza mafunzo haya, ina maana tutakuwa na kikao cha wanakamati wa BMU kwa ajili ya mrejesho huu, kukusanya kwa pamoja ili tuweze kuyawasilisha mawazo haya katika mkutano mkuu ambao tutauomba baadaye baada ya kikao hiki. Lengo la kufanya hivyo ni kwamba tunataka jamii yetu iwe na uelewa wa kwamba viumbe wa kasa na nguva ni viumbe ambao wako hatarini kutoweka. Kwa hiyo tunatakiwa tufanye namna mbalimbali kama kuhifadhi, sawa, hata kutunza baadhi ya sehemu ambazo wanyama hao wanaonekana. Lengo tuweze kuwatunza viumbe hao katika maeneo yetu. Mafunzo nimeyapokea vizuri kwa sababu kwanza nimeelewa uwepo wa viumbe ambavyo viko hatarini kutoweka ambao ni kasa na nguva. Na pia nimejua faida zake, na pia nimejua athari zake, na pia nimejua tukiwalinda vizuri uwepo wao una faida gani kwa binadamu na hata kwa jamii na hata kwa serikali. Ninaamini kabisa na niko pamoja na wanakijiji kwa kufanya doria kwa hali yoyote ili tulinde mazingira haya ya wanyama ambao wanaweza kutoweka. Kwa hiyo mimi niko tayari na wanakijiji wangu na wajumbe wangu wa serikali kupambana na janga hili la samaki ambao wanataka kutoweka.